Hello, karibuni tena katika Innocent Mshindi YouTube channel. Video inavyosema yenyewe, watu wengi wanataka kujua tofauti ya Mwekeza na UTT AMIS. Kama hujaangalia video ambayo ya awali ambayo nilielezea kuhusu Mwekeza na CRDB Savia Board, ambapo kwa sasa hivi wameshaifunga, leo hii nitakutofautisha kati ya vitu viwili, kwa sababu zote zipo. Ukitaka kuchagua Mwekeza wewe, ukitaka kuchagua UTT AMIS wewe. Kwa leo inakuwa kama mtanange, ni wewe tu kuchagua wapi utaweka kichwa chako. So angalia hii video hadi mwisho, subscribe, share kwa watu wengi, na sitachoka kuwaelezea. Tuna goal ya kufikisha subscribers zaidi ya 1000 ndani ya mwezi huu wa April, na tunaamini tutafanya hivyo. Tukianza kama kawaida, napenda kuanza na Mwekeza. Kwa wale ambao walikuwa hawajaangalia video ya nyuma, kiufupi, Mwekeza ni mfuko ambapo unaweza kuwekeza kwa njia ya simu kwa wateja wa Vodacom. Sasa sijajua mitandao mingine itakuwaje, sorry, lakini kwa sasa wameanza kwa Vodacom kwa kuweza kudial *150*00 alama ya reli, huduma za kifedha, unaenda Mwekeza. Na hiyo sijali, nitatengeneza video kwa ajili yake ikionyesha step by step ya jinsi kujiunga hiyo Mwekeza. Kwa usijali. So kiufupi, Mwekeza wako pamoja na Sanlam. Sanlam ni kampuni ya kimataifa iko South Africa, ambayo ina deal na masuala ya uwekezaji na mambo mbalimbali kama bima, wana insurance, wana life insurance, wana investment, wanawekeza katika hisa. Wameingia makubaliano pamoja ya Vodacom chini ya M-Pesa na Sanlam ili kuweza kumanage pesa za uwekezaji, M-Pesa ikiwa kama custodian mkuu wa hizo pesa, Sanlam wakitoa ufanisi wao wa kumanage hizo pesa ili ziweze kutengeneza hizo faida. Na wanawekeza katika kitu kinachoitwa money market, katika deposit za muda mfupi, katika bonds za muda mfupi, treasury bills. Na unaweza kujiuliza, kama ni huu uwekezaji ambao unafanya kawaida, wao kwa kuwa ni taasisi kubwa, ina mandatory power ya kupata rate nzuri, kwa sababu wanakusanya pool of funds. Ndio maana nilishai kusema mtu akuwekeza milioni moja kwa 10% ni tofauti na mtu kuwekeza bilioni moja kupata hiyo 10%. Kwa sababu wa milioni moja utapata 100,000, wa bilioni moja atapata milioni 100. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. So kwa sababu wana hizo pool of fund nyingi, wataweza kuwekeza katika hizi money markets na kupata faida nzuri ili kuweza kuwapa wawekezaji faida zao, na mara nyingi zinaweza zikafika hadi 13%. Kwa inaweza kuwa zaidi au ikashuka. Kumbuka huu ni uwekezaji ambao unaweza ukapanda na kushuka, kwa hiyo natakiwa uwe tayari na matokeo. So faida zake na hasara zake nitaingia kiufupi. Faida zake ni haraka, unaweza kuwekeza kwa njia ya simu, ni usalama, pia iko chini ya CMSA, kwa hiyo inauhakikisha wa kuweza kuwa ni salama, na inasimamiwa na Sanlam ambayo ni taasisi yenye muda mrefu, ni private company. Mwanzoni ilikuwa chini ya serikali, lakini imekuwa public company, private public company, ambayo ina ufanisi na uwezo wa kusimamia hizo pesa za wawekezaji. Na kingine ni sio gharama, kianzio ni shilingi 10,000, ambapo utaweza kuwekeza kuongezea shilingi 1,000 na zaidi. Hasara zake ni kwamba hii mifuko kwa mtu ambaye anahitaji kufanya vitu vikubwa inakuwa sio njia rafiki, kwa sababu uwekezaji wake una limit katika mifuko aina moja tu. Hauna kuchagua mifuko mbalimbali kama UTT AMIS tutakapokuja, kwa sababu UTT AMIS
kulingana na malengo yako unaweza ukachagua kwamba kama unataka kuwekeza kwa ajili ya mtoto kuna watoto fund, kama unataka kuwekeza kwa ajili ya muda mfupi kuna liquid fund, kama unataka kuwekeza kwa ajili ya muda mrefu kuna Umoja Fund, kama unataka kupata gawio kila miezi sita, mwaka kuna Bond Fund, kama unataka ujiwekee malengo ya kununua kitu fulani, labda kununua gari, kununua nyumba, kuna Jikimu, na kama unataka kupata uwekezaji ambao uko bora wa muda kadhaa na pia unakukava life insurance yako, kuna Wekeza Maisha. So umeona kuna choices, inakupa choices, lakini hii Mwekeza haikupi choices. Kingine inawezekana faida inaweza isiwe kubwa zaidi ya UTT AMIS. Kumbuka UTT AMIS inaweza ikakupa kuanzia 12% mpaka 15%, inategemea na wakati wa soko, inaweza kuwa chini, inaweza kuwa juu. So UTT AMIS inatoa riba nzuri kuliko Mwekeza. Tukija upande wa pili wa UTT AMIS, ambapo UTT AMIS huu ni uwekezaji ambao uko chini ya serikali, inaokuwezesha wewe kuwekeza amana kwa njia ya vipande katika mifuko mbalimbali. Nitaongea kwa haraka. Umoja nishasema kwa ajili ya muda mrefu, liquid kwa wale wa muda mfupi, Wekeza Maisha utapata uwezo wa kuwekeza kwa muda kadhaa lakini unapata faida ya bima maisha. Bond Fund ukitaka gaiwa kila mwezi, miezi 3, miezi 6 kuendelea. Jikimu ukiwa na malengo ya kufanya jambo fulani. Na ya mwisho ni Watoto Fund, unamwekezea mtoto wako kwa maisha ya baadaye. So mifuko hii inasimamiwa na serikali katika uwezo wake kwa wewe mwananchi au mwekezaji unavyoweka. Na kianzio, kila mifuko ina kianzio yake, lakini Umoja Fund ndio ina kianzio mdogo na Watoto Fund kwa shilingi 10,000 na unaweza kuongezea kuanzia 5,000 kwenda kadhaa. Na pia uwekezaji riba yake kama nilivyosema inaweza kuwa 10% hadi 15%, inategemea na mfuko ambao utaotaka. So faida ya UTT AMIS over Mwekeza ni kwamba inakupa choices ya mifuko mbalimbali. Kwa wewe kama wewe mwekezaji unaweza kaamua uwekeze kitu gani kulingana na malengo ya kitu gani. Pia ina usimamizi mzuri kwa sababu iko chini ya serikali, kwa hiyo inaleta usalama na udhibiti wa pesa zako. Kija utofauti wa hasara, UTT AMIS kidogo inakuchukua muda ya kuchukua pesa zako. Okay? So mara nyingi mfuko ambao unaweza kuchukua pesa kwa haraka ni liquid fund, ambao unaweza kuchukua ndani ya siku 3 za kazi ukishatoa. Lakini katika Mwekeza, wewe kama wewe ukiamua kutoa hapo hapo, ni kitendo tu cha kuingia katika menu ya M-Pesa na kufanya miamala yako, unapata hapo hapo. Kwa hiyo muda wa kuwekeza au kusubiria kwa wawekezaji wengine inakuwa changamoto kupata hela zao. Na kingine katika teknolojia nayo wako vizuri, lakini kwa mfano katika kutoa pesa, huwezi kutoa pesa zaidi ya milioni 2 kwa kutumia application au kwa kutumia USSD. Kwa kama unataka kutoa zaidi ya milioni 2 lazima uende ofisini. Kwa ule muda na wakati wa kuenda ofisini kutaka kutoa hela, wakati wewe kama wewe unaweza ukachukua menu yako ukatoa zaidi ya milioni 2, milioni 3 kwa njia ya simu. Kwa wewe Mwekeza unakuwa unapata time value your money, na unakuwa upotezi muda wako wa kupata pesa yako. Kuliko mimi nikihitaji milioni 4 lazima niende UTT AMIS niandike form, jaze form, nisubiri siku 3 ndio pesa yangu itaingia. Na cha mwisho na ziada ni kwamba uwekezaji mara nyingi kwa mtu ambaye hana elimu ya kutosha inakuwa inawapa shida sana. So sababu watu wengi wanakuwa na matarajio makubwa kwamba, kwa mfano mtu anaweza kuja kwamba kwani nikiwekeza milioni 1 napata shilingi ngapi? Ukimwambia unapata 100,000 anasema hii ni la ndogo bwana, kwa nini siwekeze pengine? Kwa elimu ya uwekezaji huu unahitaji kuelimishwa kwa ubora na kwa ndani. Mtu akiwekeza anajua kwa ufanisi ni kwamba uwekezaji wowote, hata umewekeza UTT AMIS, it takes time to accumulate, kuwa kubwa.
sio kitu cha kuweza, unaweza kusema kuwekeza hapo hapo na kupata faida hapo hapo. Okay, so tukishamaliza hayo, please kama una maoni na kitu chochote unaweza kuuliza hapo chini, swali comment hapo chini. Sisi tunapatikana kwa namba 0752855067. Ukihitaji washindi mug, washindi t-shirt, zipo kwa order kwa shilingi 35,000 kwa washindi t-shirt, na washindi mug shilingi 30,000. Na pia ukihitaji consultation yetu, 100,000 kwa lesali moja na 200,000 zaidi ya masaa mawili. So asanteni sana, namba iko chini, unaweza kuweka order. Tukutane katika video zingine. Chao.